Bwana ndugu zangu, Tottenham Hotspur inaingia katika rekodi waliokuwa nayo klabu ya Nottingham Forest, ile ile ya kutumia idadi kubwa ya makocha ndani ya msimu mmoja wa ligi kuu soka nchini Uingereza IPL. By the way, walianza msimu na kocha Thomas Frank, lakini baadaye wakamleta Igor Tudor, na kocha watatu ni Robert De Zerbi, kocha wa zamani wa klabu ya Brighton pamoja na Marseille ya pale nchini Ufaransa. Sasa bwana, Spurs kwa mara ya kwanza wameingia katika orodha ya timu tatu zitakazoshuka daraja moja kwa moja kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza. Unashangaa ushindi wa juzi wa klabu ya West Ham United wa idadi kubwa ya magoli dhidi ya klabu ya Wolverhampton Wanderers umeisababisha West Ham United imeipita Tottenham Hotspur kwa pointi 2 kwenye nafasi ya timu ambazo zinaenda kushuka daraja. By the way, pale chini kuna mvutano kidogo pale. Pale yuko Wolverhampton Wanderers, alikuwepo Burnley, lakini pia alikuwepo klabu ya West Ham United. Alafu Tottenham Hotspur alikuwa anafuata, juu yao walikuwa wanakaa klabu ya Nottingham Forest ambayo ilipata hiyo advantage kubwa by the way baada ya kuifunga Tottenham Hotspur kwenye uwanja wa nyumbani wa Tottenham Hotspur Stadium magoli 3-0 katika mchezo wa mwisho ambao kocha Igor Tudor aliongoza klabu ya Tottenham Hotspur, na ilikuwa ni kabla ya mapumziko ya kimataifa. Sasa bwana, Spurs kwa mara ya kwanza wameingia kwenye zile orodha za timu ambazo zinakwenda kushuka daraja. Walikuwa hapa juu tu wanapambana, yani wasitoke kwenye nafasi, lakini ushindi wa West Ham United pamoja na fomu waliokuwa na West Ham United katika siku za karibuni umekuwa tishio kubwa sana kwa kikosi cha Tottenham Hotspur kupambania nafasi yake ya kubaki kwenye ligi msimu huu. Sasa kama mtu anakumbukumbu sawa sawa, mwaka jana Tottenham Hotspur ilikuwa nafasi moja tu kutoka nafasi ya kushuka daraja. Walishika nafasi ya 17, 18, 19 na 20 walishuka daraja, lakini Spurs alikaa nafasi ya 17. Kama unakumbuka, haikuwa vizuri pia kwa United ambao na wao wamaliza nafasi ya 15 kwenye msimamo. Kwa hiyo kuna tofauti ya nafasi 2 kati ya Tottenham Hotspur na Man United. Lakini United msimu huu anatakiwa kushinda mechi 3 tu, ikiwemo mechi ya Jumatatu pamoja na mechi nyingine 2 zijazo, ili angalau acheze kwenye UEFA Champions League msimu ujao. Maana yake kumaliza ndani nafasi 4 za juu za msimamo wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Na lucky kwa United ni kwamba msimu huu tayari ni confirmed kwamba kwa mara nyingine tena Uingereza itapeleka timu kuanzia nafasi ya kwanza mpaka ya 5 kwenye michuano ya klabu bingwa barani Ulaya kwa maana UEFA Champions League. Sasa Spurs wameshindwa wao kupata fomu yao. Changamoto zimekuwa nyingi sana hapa katikati. Kumekuwa na majeruhi ya wachezaji wengi sana. Dejan Kulusevski, mchezaji kama kina James Maddison, wengi sana wamekuwa wakipata majeruhi hapa na pale, wanaenda na kurudi kwenye timu. Kuna wakati Mickey van de Ven, Pedro Porro, kuna wakati walipata majeruhi wote, wakina Wilson Albert na wengineo. Kumekuwa na changamoto kubwa ya majeruhi. Hata eneo lao la katikati lile kwa maana eneo la midfield wamekuwa na changamoto ya wachezaji kumaintain, mpaka kuna wakati imebidi sasa mwalimu amrudishe Yves Bissouma ambaye alikuwa amewekwa pembeni na kocha Thomas Frank, lakini imebidi amrudishe kwenye timu kwa sababu ya uchache wa wachezaji ambao wamekuwa nao. Kule mbele pia kuna changamoto. Richardson, Dominic Solanke nao wamekuwa sio wachezaji wa moja kwa moja ambao wamekuwa na ile current form ama form ya kutokuumia. Wamekuwa na wao wanaingia toka kwenye kikosi kwa sababu ya majeruhi hapa na pale. Kwa Spurs wamekuwa kwenye hali mbaya. Sasa hapa karibuni wamepull move ambayo watu wengi wamewashangaza kidogo. By the way, Robert De Zerbi alikuwa na approach ama alikuwa anatafutwa na timu nyingi sana Ulaya, na alizikataa zote kwa sababu alisema offer atazisikiliza baada ya kombe la dunia, kwa maana ya kujiunga na timu yoyote ile maamuzi yake yatakuwa ni baada ya kombe la dunia, katika zile nyakati ambazo timu zitakuwa kwenye pre-season. Lakini alibadilisha mawazo kwa sababu Spurs wamemuofa kiasi kikubwa cha fedha, wamemuofa pia mkataba wa muda mrefu, kwamba haijalishi Spurs itashuka daraja au itabakia, mkataba wa muda mrefu amepatiwa Robert De Zerbi, almost miaka 5 ya kuifundisha klabu ya Tottenham Hotspur. Kwa hiyo De Zerbi anaona kama hii ni nafasi yake ya kujenga future ama ya kujenga project ya future kwa ajili ya Tottenham. Na kwenye mahojiano yake amesema yupo tayari kuifundisha Tottenham hata ikitokea itashuka daraja. Sasa hivi hali ya Tottenham Hotspur ni mbaya kiukweli. Mohamed Kudus wakati ambao yupo kwenye nyakati za kurejea uwanjani kutoka kwenye majeruhi amejitonesha tena. Kwa hiyo anaingia katika orodha ndefu ya wachezaji wa Tottenham Hotspur watakaoendelea kuwa nje. Sasa swali kubwa linakuja, je, Robert De Zerbi fomu aliyokuwa nayo Nottingham Forest, fomu aliyokuwa nayo West Ham United, Robert De Zerbi una uwezo wa kupambana na hizo fomu katika hizi nyakati ili Tottenham Hotspur ibakie kwenye ligi? Kwa sababu Spurs kushuka daraja, uwanja kama London Tottenham Hotspur New Stadium, uwanja kama ule kwenda
championship ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi watamani kuviona. Historia ya Tottenham Hotspur, mtu ambaye msimu mmoja nyuma ametoka kutoa Europa League, lakini pia kwenye Champions League angalau wamefanikiwa kuadvance mpaka kufika at least 16 bora, anaenda kushuka daraja. Ni miongoni mwa vitu ambavyo utegemei kuviona. Kwa hiyo mtihani mkubwa wa kocha Robert De Zerbi kwa sasa ni kuhakikisha Spurs inasalia kwenye ligi. Kwa mara ya kwanza inawezekana katika historia ya watu ambao wamezaliwa hapa miaka 1995 kwenda huku mbele huku, kwa mara ya kwanza wanaona klabu kubwa. Naposema kubwa nielewe maana yangu kwa kubwa, miongoni mwa timu tishio kwenye ligi ya Uingereza zinapambana kutokuteremka daraja. Kwa mara ya kwanza inaonekana hivyo kwenye klabu ya Tottenham Hotspur. Kwa mara ya kwanza pia wanaingia katika historia ya kufundishwa na makocha watatu katika msimu mmoja wa English Premier League. Wamevurugwa na vingi hapa katikati. Kuondoka kwa Daniel Levy ni moja kati ya vitu ambavyo vimewavuruga, lakini pia kubadilisha mfumo wa kiuongozi na kiutendaji kwenye klabu ni moja kati ya vitu ambavyo vimewavuruga Tottenham Hotspur. Kwa by the way, tuwaombee Spurs, hali yao sio nzuri, hali yao ni mbaya sana. Na sasa tunapozungumza wako kwenye nafasi ya 18 ya msimamo wa ligi kuu soka nchini Uingereza.